Leo hii Oktoba 13, ulimwengu wote unashuhudia hatua kubwa ya kihistoria katika juhudi za kurejesha amani kati ya Israeli na Palestina. Baada ya Hamas kutekeleza sehemu ya kwanza ya makubaliano mapya ya kubadilishana mateka. Kwa mujibu wa taarifa kutoka waangalizi wa kimataifa na shirika la Msalaba Mwekundu, Hamas imewaachilia huru raia 7 wa Israeli, huku serikali ya Israeli ikijibu hatua hiyo kwa kuachilia wafungwa 1966 wa Kipalestina waliokuwa wakishikiliwa katika magereza mbalimbali ndani ya Israeli. Makubaliano haya ni sehemu ya mpango wa awamu 3 uliosimamiwa na Marekani, Misri pamoja na Katari chini ya mpango wa amani uliozinduliwa hivi karibuni na Rais wa Marekani Donald Trump, unaolenga kumaliza kabisa vita vya miaka miwili vilivyoharibu ukanda wa Gaza. Vyanzo vya kidiplomasia vimeeleza kwamba wafungwa waliotolewa na Israeli ni pamoja na wanawake, vijana na wazee waliokuwa wamekamatwa kwa tuhuma za maandamano, huku wa mateka 7 wa Israeli wakiwa raia wa kawaida waliotekwa wakati wa uvamizi wa Hamas mnamo Oktoba 7, 2023. Shirika la Msalaba Mwekundu limeeleza kwamba operesheni hiyo imefanyika kwa utulivu na kwa utaratibu wa hali ya juu kati ya pande zote mbili. Waziri Mkuu wa Israeli ndugu Benjamin Netanyahu amesema hatua hiyo ni mwanzo wa njia ndefu ya kurejesha kila raia wa Israeli aliye bado mateka. Tunaendelea kushirikiana kwa ukaribu na washirika wetu wa kimataifa kuhakikisha kila mmoja anarudi nyumbani salama, alisema Netanyahu katika tamko la television. Aidha, ofisi ya jeshi la Israeli yaani IDF imeongeza kuwa vikosi vyao vimeanza kupunguza operesheni za ardhini katika baadhi ya maeneo ya Gaza, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyotangazwa mapema wiki hii. Msemaji wa Hamas ndugu Abu Abeida amesema kwamba hatua ya kuachilia mateka hao ni ishara ya uaminifu wa Hamas katika kufanikisha amani, lakini akatahadharisha kuwa makubaliano hayo yataendelea tu endapo Israeli itasitisha kabisa mashambulizi yake na kuondoa vizuizi vyote katika ukanda wa Gaza. Tumefanya sehemu yetu, dunia sasa inasubiri kuona kama Israeli itaheshimu makubaliano haya hadi mwisho, alisema Abu Abeidi kupitia kituo cha televisheni cha Al-Aqsa. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mpango wake wa amani unatekelezwa sasa, amepongeza hatua hiyo akisema hii ni siku ya matumaini. Dunia inashuhudia mwanzo wa ukurasa mpya wa amani kati ya Israeli pamoja na Palestina. Viongozi wengine kama rais wa Misri ndugu Abdel Fattah al-Sisi na Emir wa Katari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pia wamekaribisha hatua hiyo, wakisema ni ishara kwamba vita inaweza kufikia mwisho wake ikiwa pande zote zitashikamana na makubaliano. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka miwili ya vita vikali, familia za mateka na wafungwa zinapata tumaini jipya. Picha kutokea Gaza na Tel Aviv zinaonyesha watu wakilia kwa furaha, wakikumbatia na kupandisha mabango yenye ujumbe wa amani. Lakini wachambuzi wanatahadharisha kuwa safari bado ni ndefu. Awamu ya pili ya makubaliano haya inatarajiwa kufanyika ndani ya siku 72 zijazo, ikihusisha kuachiliwa kwa mamia ya wafungwa zaidi na kurejea kwa wanajeshi wawili wa Israeli waliokuwa mateka. Kwa sasa dunia inashuhudia historia ikijirudia, adui wa zamani wakiteta mezani na silaha zikipisha mazungumzo.